Karibu kwenye Mseto Plus ya leo Septemba 16, 2025. Dakika kadhaa tu za kutizama habari mseto kutoka pembe tofauti za ulimwengu. Msomaji ni Sawezi Ngumbi, nyuma kamera ni Goodluck Gustav. Transit. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametoa pole kwa Baraza la Maaskofu Tanzania kufuatia ajali ya barabarani iliyosababisha vifo vya masista 4 wa shirika la masista wa Karmeli wa Mishonari wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu pamoja na dereva wao. Rais Samia kupitia taarifa iliyochapisha leo Septemba 16 katika kurasa wake wa Instagram amebainisha kuwa ajali hiyo ilitokea usiku wa Septemba 15 katika kijiji cha Bukumbi, kata ya Detemia, tarafa ya Usagara, wilaya ya Misungu, mkoani Mwanza. Katika salamu zake za rambirambi, Rais Samia amesema anatoa salamu za pole kwa Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC, Askofu Wolfgang Pisa, jumuiya ya masista wa shirika la masista wa Karmeli wa Mishonari wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, waumini wote wa Kanisa Katoliki, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda, ndugu jamaa na marafiki na wananchi wote kwa msiba huo. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza Wilbur Mutafungwa ameeleza kuwa ajali hiyo ilihusisha gari dogo aina ya Toyota Land Cruiser mali ya shule ya sekondari ya wasichana Bukumbi iliyokuwa ikiendeshwa na Boniface Peter Msonola, mkazi wa Bukumbi, kuelekea jijini Mwanza kutoka Kigongo Ferry. Hata hivyo, dereva wa lori anashikiliwa na jeshi la polisi wakati uchunguzi juu ya chanzo cha ajali hiyo ukiendelea. Tunaendelea kutoa wito kwa madereva wote katika kipindi hiki ambacho mkoa wetu pamoja na mikoa mingine unashiriki katika kampeni za kisiasa kwenye hili swala la uchaguzi mkuu. Madereva wote tunawaomba kuendelea kuzingatia sheria za usalama barabarani. Sheria za usalama barabarani bado ziko pale pale na jeshi la polisi ndio tuliokabidhiwa dhamana ya kuzisimamia. Lakini madereva na makundi mengine wanaotumia barabara bado wana wajibu wa kutii sheria za usalama barabarani pasipo kushurutishwa. Wizara ya Fedha nchini imewataka wastaafu wanaolipwa mafao kupitia hazina kuchukua tahadhari dhidi ya matapeli baada ya kuibuka taarifa za baadhi ya wastaafu hao kutapeliwa fedha zao kupitia mitandao ya simu. Matapeli walaghai wastaafu kwa kuwaambia wanatakiwa kufanya uhakiki wa taarifa zao au kurekebishiwa viwango vya pensheni. Taarifa ya Wizara ya Fedha iliyotolewa leo Septemba 16 imebainisha kuwa hakuna zoezi lolote la uhakiki wa wastaafu au boreshaji wa pensheni linaloendeshwa na hazina. Aidha, Wizara ya Fedha imeeleza kuwa huduma zote zinazohusu mafao ya uzeeni hutolewa bure, hivyo mstaafu haruhusiwi kulipa gharama yoyote kwa afisa wa hazina au kwa Wizara ya Fedha. Wizara ya Fedha imewataka wastaafu wanaoombwa fedha kwa njia hiyo kutoa taarifa mara moja kwa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA au kituo cha polisi kilicho karibu. Wizara ya Fedha imesisitiza kuwa mafao na mirathi ya watumishi waliostaafu kabla ya Juni 30, 2004 ambao hawakuchangia katika mifuko ya hifadhi ya jamii yatalipwa moja kwa moja kupitia hazina bila malipo yoyote ya huduma. Kwa wastaafu wenye maswali, maoni au madai, wanashauriwa kufika katika ofisi za hazina ndogo zilizopo mkoani, Wizara ya Fedha Zanzibar, au kupiga simu ya huduma kwa mteja kupitia nambari 0262160000. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili Uingereza kwa ziara rasmi ya siku 2 ambapo serikali ya Uingereza inatumaini kusaini mkataba wa teknolojia wenye thamani ya mabilioni ya dola. Mkataba huu utaonyesha kuwa ushirikiano wa Marekani na Uingereza unasalia kwa imara licha tofauti kuhusu mizozo ya Ukraine, Mashariki ya Kati na pia kuhusu mustakabali wa miungano ya nchi za Magharibi. Trump kwa mara ya kwanza atakutana na Mfalme Charles wa 3 katika kasri lake la Windsor, kisha baadaye atakutana na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Miongoni mwa mikataba inayotarajiwa kusainiwa wakati wa ziara ya Trump ni pamoja na utakaoharakisha miradi mipya ya nyuklia na kile maafisa wa Uingereza wamekiita ushirikiano wa kiteknolojia wa hali ya juu kabisa duniani. Kabla ya ziara hii, kampuni ya Google ilitangaza kuwa itawekeza paundi bilioni 5 nchini Uingereza katika kipindi cha miaka 2 ijayo. Nayo kampuni ya kifedha ya Marekani kama PayPal na Citigroup zilitangaza kwamba zitawekeza paundi bilioni 1.25. Mwisho wa Mseto Plus ya leo Septemba 16, 2025 kutoka Nukta TV. Asante kwa kuitegea sikio na kuitizama. Msomaji ni Sawezi Ngumbi, nyuma kamera ni Goodluck Gustav. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.